Biblia lipo fungu linasema lolote unalofanya ufanye kama unafanya kwa Bwana. Yaani chochote kile unachokifanya usisubiri kwamba wapiga kula wananiona. Je, aliyenipa hii kazi ananiona? Wewe ujue yupo Mungu anayekuona. Wewe ujue yupo Mungu atakaye kuhukumu. Kwa hiyo ninawapongeza kwa viapo hivi. Tumetimiza takwa la kisheria, lakini tumetimiza takwa la utawala bora. Ndio maana tunaambiwa na mambo ya mgongano wa maslahi. Ukienda kwenye ofisi mbalimbali utakuta zinaonekana ofisi ya mkuu wa wilaya hata ya Dedi, utakuta DC wa kwanza alikuwa nani au Dedi wa kwanza alikuwa nani, alifuata nani. Wale wote sio tu formality hivyo. Maana yake tutakuja kupimwa kwa wakati tuliofanya kazi. Sio kwa urefu wa wakati uliokaa kwenye hiyo nafasi, kwa yale ulioyafanya ukiwa kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa kuwa wananchi wametuamini, tulienda kuwaomba kura, tulichukua fomu kwa sababu wananchi wetu wanahitaji maji. Tulichukua fomu kwa sababu wananchi wetu wanahitaji elimu. Kwa hiyo tulichukua fomu kwa sababu wananchi wetu bado afya haijakaa sawa. Yapo mahitaji mengi, vita ile aliyosema Mwalimu Nyerere: ujinga, maradhi na umaskini. Watu wetu bado ni maskini. Ndio maana tulichukua fomu. Sasa kwa kuwa tumeapa, tunaenda sasa kuyaishi yale tuliyoyaapa, kuhakikisha ni kweli tumefukuza umaskini, kuondoa hata dhana. Wananchi wetu imefika muda wanaamini kuwa tajiri ni kuwa Freemason. Ni kwa sababu kuna kazi ya kufanya, na hiyo ndio tumepewa dhamana. Siku hizi ukiwa tajiri kama walivyo wakina Jambo, unakuwa ni adui wa kila mtu. Amina. Bila tu sababu, yaani kwa sababu wewe ni tajiri. Mtu anajiuliza wewe umepataje, imekuwa kwaje? Lakini ukiwauliza wana historia mpaka hapo alipo. Na ndio maana wana majina kama mbuzi. Ukifuatilia kuna historia humo mpaka aliitwa hivyo. Wameuza mpaka mkaa. Sasa tunatakiwa tukaufukuze umaskini kwa gharama yoyote ile.